Naitwa Apostle Johannesson. Nikaribisha kwenye Love Life Academy. Na leo nina topic nzuri. Topic ya leo inasema hivi kwamba je, familia yako inakukataza kuoa au kuolewa kwa mwanaume fulani au kumwoa mwanamke fulani? Familia yako inakukataza kuoa au kuolewa kwa mwanamke fulani au mwanaume fulani? Ni nini kinaendelea na kwa nini inatokea hivyo? Yawezekana unajiuliza maswali, kwa nini wazazi wangu wamenikataza nisiwe na mtu fulani? Sababu kubwa ni mbili. Sababu ya kwanza, tunaangalia muonekano, overall appearance. Nikiwa na maana gani? Muonekano wa nje ambao unajumlisha maswala haya. Cha kwanza, inaweza ijumlishe status ya mtu, kwamba ni mtu ana kazi fulani, labda ni mtu ambaye ana uchumi wa hali ya chini, ambaye unakuta mtu akimwona huyu anasema huyu hakufai, huyu hajasoma. Hivyo ni vitu vya kuangalia, vinaweza vifanye familia au marafiki wapambane kwamba usiolewe kwa mtu fulani. Lakini pia kitu kingine tunachokiangalia ni CV ya mtu au resume. CV ya mtu, kwamba wanaweza wakukataze usiwe na mtu kwanza kwa sababu either ya fedha yake ni ndogo, au cha pili tabia yake haifai, labda ni dini tofauti, labda hatoi msaada, labda anakutreat vibaya, labda muda mwingine haheshimu familia, labda muda mwingine ni red flag. Muda mwingine kwamba unaweza umuone wewe yuko sawa kwa sababu umependa, lakini the way anavyokutreat ina maana ni kimeo. Lakini pia muda mwingine ni kwa sababu ya kazi alionayo au kitu anachokifanya wanaona kama hakiendani. Sasa lazima usichukulie 100% kwamba wao lazima wapinge na uchukue maamuzi yako. Unachotakiwa ni kureason na kutafuta sababu hasa ya msingi, kwa nini ndugu, jamaa, marafiki au watu wako wa karibu wa familia wanakukataza juu ya mtu. Ukikuta sababu ni ya msingi, ambapo yule mtu uliye naye kwamba umempenda tu, lakini anachokifanya hakitokupa furaha na thamani, huyo unaweza kuacha. Lakini familia na ndugu hawatakiwi kudictate mahusiano yako. Kwa sababu gani? Cha kwanza, lazima ujue kwamba tabia ya mtu au character ya mtu inamata zaidi kama unaona anafaa. Lakini pia lazima uangalie, je, yule mtu huwa anafanya ujisikieje? Kama ni mtu ambaye mnaelewana, ni marafiki, hata kama uchumi wake ni mdogo, hata kama kazi yake ni ndogo, as long as anao uwezo wa kukuonesha thamani, ni mtu sahihi. Japo kitu ambacho huwa kinakujaga kuleta matatizo ni pale mwanamke ambaye ana status ya hali ya juu anapopata na kuendana au anapooana na mwanaume ambaye hana kipato. Ndoa hiyo huwa inakuja kuleta changamoto, au kute ni watu wa dini tofauti, hicho kitu pia kinakuja kuleta changamoto. Au ni mtu ambaye anakutreat vibaya, haheshimu familia, hata kama sawa kuna mipaka kati ya familia, lakini haheshimu wazazi wako, hicho kitu pia baadaye kitakuja kuleta matatizo. Kwa hiyo chunguza, jiridhishe, hakikisha kwamba sababu zilizotolewa za kukuzuia kuwa na mtu si hatari ambayo itakuja kuharibu ndoa yako baadaye. Lakini ukiona hazina mshiko, ni kwa sababu tu ya masuala ya maslahi yao binafsi, labda ya kiuchumi, una uwezo wa kuangalia wewe unataka nini, kwa sababu mwisho wa mwisho wewe ndo unaenda kuoana na mtu, na maandiko yanasema mwanaume atawaacha wazazi wake na ataambatana na mke wake, watakuwa kitu kimoja. Kumbuka wale wana familia zao, wamejenga ndoa zao, na wewe pia una possibility na uwezo wa kujenga familia yako. Kwa hiyo usije ukaongozwa, ukatawaliwa, ukatekwa na mawazo, fikra na maamuzi ya watu wengine juu ya kila ambacho wewe unaenda kudumu nacho au kuishi nacho. Mimi naitwa Apostle Johannesson. Tuna vitabu, tuna ushauri. Usiache kututafuta ili maisha yako ya uchumba, maisha yako ya ndoa, maisha yako ya maumivu ya mapenzi yasiwe ni changamoto kubwa kwako. Tuweze kukusaidia ili maisha yako uwe ni nyota inayong'ara hapa duniani. I love you so much. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.